halimisikiki ule mpira. Kama angeweza kutulia vizuri, tungekuwa tunazungumza wanapata mabao. Lakini ni hao Simba ambao wamepush, wamecreate nafasi, hakuna mtu wa kuziconvert hizo nafasi. Kwa nini? Ukitazama huu mstari ambao mwalimu alikuwa nao wa hawa wachezaji wa mbele, tunasema ni a quick vertical line. Ni mstari mnyoofu wenye kasi zaidi, kwa sababu wote walikuwa wanategemea mipira itakayotupwa zaidi kutoka kwenye midfield. Kwa hiyo hawa wote muda wote kwenye footrest wanakimbia kwa hizi pasi zinazopigwa. Kwa mara nyingi unakuta mtu amekimbia eneo kubwa, anafika kwenye eneo la tukio, utulivu inakuwa zero, anakosa magoli. Na wakumbusha kitu kimoja, moja kati ya makocha ambao wamewahi kupita Simba ambao walikuwa wanacheza na mstari mnyoofu wenye kasi ni Didier Gomez da Rosa. Didier Gomez alikuwa na mstari mnyoofu wenye Rally Bwalia, Bernard Morrison, Clatous Chota Chama na Luis Mixon. Lakini kwenye ile timu mchezaji aliyekuwa anapata dakika nyingi za kucheza alikuwa ni Chris Kope Mugalu. Nadhani mnakumbuka. Hiyo unalisema sio timu ya Sven kweli hiyo? Hapana, Didier Gomez da Rosa. Unakumbuka Didier Gomez da Rosa hiyo. Kazi ya Kope Mugalu, mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanalalamika kwa nini huyo mchezaji anacheza sana. Lakini mwalimu alikuwa anaamini anahitaji kuwa na center forward ambaye ataleta utulivu kwa hawa wanaokimbia. Hawa wakichukua mpira wakakimbia kwenda eneo la mbele, watakutana na kituo ambacho ni Mugalu, watamwekea pass. Mugalu yeye ataweka penetration, magoli yatapatikana. Kwa dakika moja ili tuende kwa wachambuzi wengine. Direct, kitu gani kilikuhamisha sasa Simba kwenye hiyo mipira mirefu walikuwa wanacheza, ama ni kitu gani kiliwafanya kabisa sasa wasifue dafu, yani kwa dakika moja? Kwanza kukosa utulivu wa nafasi ambazo wali create. Kwa sababu lazima tukubali kwamba Simba walitengeneza nafasi, lakini waliopata nafasi hawakuwa na utulivu. Na unaweza kujiuliza maswali mengi, kwa sababu Morris ni yeye na goli amekosa, Kapombe alipata nafasi akakosa, Mpanzu nafasi mbili akakosa. Kwa lazima kwanza tu point kwamba wachezaji wa Simba walipoteza nafasi za wazi ambazo wangeweza kuziconvert. Lakini kitu cha pili, kwa nini mwalimu hakuanza na mshambuliaji halisi? Ukiwa na mwalimu, ukiwa na Soa, ukiwa na Mkwala, hao ni true number 9 ambao wamezaliwa kufunga magoli. Kuna muda namba 9 anafanya movement ambayo Mpanzu hawezi kufanya. Kuna muda Mpanzu anakosa utulivu kwenye box, unaukuta kwa Soa. Na hata mechi mbili zilizopita Simba wamekuwa na struggle kuscore magoli first half, mpaka kipindi cha pili wanapoingia washambuliaji asilia ndo magoli yanatokea. Sababu shikilia hapo Hans, kwa sababu hilo eneo tutarudi na kile ulichokisema kwamba hao viungo walivyokuwa wanapiga mipira mirefu kwenda kwa hao watu ambao hawakuwa ni really number 9 pale juu. Mtakuja mtusaidie, lakini tuende kwa Kamanda Jeff pale. Kamanda, mwalimu wa Simba alikuwa anataka nini kwenye akili ya kawaida kwa mtu ambaye hajui? Tumsaidie kwamba kwa nini hakuanza direct na washambuliaji ambao ni halisia katika maeneo hayo. Alikuwa anafikiria nini kwenye ule mchezo? Nadhani ufuatiliaji wa watu. Kuna interview moja imefanywa na I think somebody anaitwa MC Jadu, alizungumza na Pantev. Na Pantev alielezea kwamba tulianza, mwenyewe aliita fake striker, kuita false nine. Akasema kwamba alianza na mfumo huo kwa sababu alichokuwa anataka ni kujaza watu wengi katikati, lakini pia alikuwa anataka kuipa advantage timu ya kuwa na wachezaji ambao ni ball players ambao wanaweza wakamaximize mazingira ya kugusa mpira na kufanya movements ambazo zinaweza zikawachanganya na beki ya timu pinzani kwenye final third. Idea yake ilikuwa ni hiyo, na kwa bahati mbaya sana a lot of fans wanalalamika kwamba na sio mashabiki tu. Namsikia mpaka kocha Julio akizungumza, anasema kwamba kocha alianza bila striker. Of course kusema tu kocha alianza bila striker unakuwa hujamalizia kilichotokea, kwa sababu uwanjani unaweza kuwa na striker na ukakosa nafasi. Jana kwa wale walioangalia mechi ya Azam, Jafte Kitambala alianza na nadhani alicheza dakika zote 90, lakini alikosa nafasi. Moja ilikuwa ni nafasi ya wazi na nyingine ilikuwa ni nusu nafasi, lakini ilikuwa karibu sana na goli kiasi kwamba at least hata ange aim mlangoni kufanya iwe shot on target. Kwa hiyo idea ya kocha ilikuwa kuwa na Joshua Mutale ambaye sio kazi yake sio kusimama kama mshambuliaji. False number 9 concept yake sio kwamba wewe ni mtu ambaye tumekutoa kwenye nafasi nyingine alafu tukakulazimisha ucheze namba 9. Hapana.
the idea is starting position yako itakuwa ni pale namba 9, lakini mchezo unapokwenda unatakiwa uondoke pale, utoke, drop deep, ili mawinga na attacking midfielders waende wajaze eneo la hatari, kwa sababu unajua wakati mwingine ni rahisi kucheza dhidi ya mshambuliaji. Kwa nini ni rahisi? Anasimama pale unamkaba. Unless, na ndio maana unaona washambuliaji, hata mtu kama Soa kwa mfano, kuna mechi anaweza akaanza alafu akakabwa, akalazimika kutoka kwenye ile nafasi kumkwepa mtu anayemkaba. And sometimes unaweza hata ukawa na striker alafu kazi yake ikawa kwamba bana, wewe simama kwa sababu utachukua attention ya watu, lakini mipira haitokuja kwako. Kwa hiyo wale watu ambao watakupa wewe attention, maana yake watavacate maeneo mengine. It's a bit complicated and utegemei kama casual fan anaweza akaielewa concept kama hiyo. Ndio maana watu wengi walikuwa na mlaumu kocha. Kwa Pantev yuko sahihi, alikuwa sahihi kwa sababu unajua Mkai, kwenye football kwanza kabisa hakuna mfumo mzuri au mbaya. Mifumo yote, style zote za uchezaji zimewahi kutumika kwa mafanikio. Tunaangalia ipi bora zaidi? Just hear me out. Mifumo yote imewahi kutumika na ikaonyesha kufanya kazi, na kuna mazingira pia imewahi kuonyesha kwamba haijafanya kazi. Sawa. Kwa mfano, wewe ukitaka kujua tu kwamba sometimes mashabiki wanapenda tu kuongea, na kwa sababu tunaishi kwenye era ambayo we have online medias ambazo they have to get views, mara nyingi negativity sells kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo ni kawaida kama mechi kwa mfano dhidi ya Gaborone United ambayo iliisha kwa sare, mechi dhidi ya nani mechi kabla ya Singizeni walianza washambuliaji na nini, mechi na Singizeni ya kwanza washambuliaji, ilikuwa viungo. Lakini kuna mechi kwa mfano ya dabi ya Simba na Yanga washambuliaji walikuwepo, lakini kwa hiyo just having a striker pale haikugarantii kwamba wewe utafunga magoli. Idea ya kocha kuanza na false 9 ilikuwa ni kutengeneza multiple goal scoring chances ambazo kama Simba wangezitumia tusingekuwa tunazungumza haya tunayozungumza. Kwa hiyo kwangu mimi as a matter of fact, mimi napendelea anachokifanya Pantev kuliko hata alichokuwa anakifanya Fadlu, kwa sababu moja kubwa. Mimi na appreciate sana kocha ambaye is brave enough kujaribu kitu tofauti kuliko kocha ambaye ana kitu chake hicho come rain come shine ndio anakwenda. Tupo kwenye mashindano, unatufanyia majaribio. Sasa unajua Mkai, ndio for anybody that knows football, manake kuna mashabiki ni mashabiki tu, yeye anaipenda Simba hajui mpira. Sawa. Mechi dhidi ya Petro di Luanda haikuwa rahisi. Mimi since wiki mbili zilizopita toka makundi yametoka, nimewaambia watu kwamba yes, Yanga amewekwa kundi gumu, lakini hata si kundi la Simba pia ni gumu, kwa sababu na Ijumaa tulikaa hapa mimi, wewe na alikuwa Magunga na nikaambia kabisa mashabiki wa Simba siwe na high hopes. Sawa, you can go back to mwezi mmoja nadhani uliopita, nilisema hapa kwamba mashabiki wa Simba wala msishtuke timu yenu isipovuka hatua ya makundi, kwa sababu kwanza mashindano ni magumu, lakini pili timu yenu iko kwenye mazingira ambayo kutoka salama kwenye hatua ya makundi is not guaranteed kwa sababu ya wapinzani walionao, lakini pia timu imebadilisha kocha, there's a new coach, lazima ajaribu vitu vipya, kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi kushindana. Na unajaribu kwenye mashindano kamanda, yaani kwenye mechi unataka alama 3 unajaribu kamanda. Twende taratibu. Katika hali ya kawaida kocha anaweza akajaribu kwenye mechi yoyote ile. Sawa, na sehemu actually kwenye mechi ndio sehemu sahihi ya kujaribu idea zako, kwa sababu idea zako wewe huwezi ukaziona na kuishia tu kwenye uwanja wa mazoezi. Sawa, uwanja wa mazoezi ni kitu ambacho hakina uhalisia. The real competition is on a football match. Sasa hang on. Katika hali ya kawaida kwa unapomlaumu kocha, sawa, viko mimi sisemi kwamba Pantev yuko perfect. Unaweza ukamlaumu. Mimi moja ya vitu ambavyo namlaumu kwanza ni aina ya sababu alizozifanya, I can blame him on that. Lakini unapomlaumu kocha, unajua sometimes nature ya mashabiki ni kwamba kila kitu lazima kiwe na boogeyman, especially pale ambapo haujashinda mechi. Lakini mlaumu kocha kwa kitu ambacho unaweza ukafafanua. Katika hali ya kawaida, kazi ya kocha ni kuandaa mazingira ya timu yake kufanikiwa. Mkishaingia uwanjani pale, yeye hayupo. Kwa hiyo idea ya kocha kwa kile ambacho tulikiona kwa mfano kwa
kipindi cha kwanza na kwa muda at least wa dakika 60 kwenye mchezo. It worked. What didn't work ni execution ya kocha, na pia tunaweza kulaumu kwamba tunaweza kusema kwamba kocha anafanya majaribio, lakini hayo majaribio hayakumfanya Morris Abraham a shoot off target, hayo majaribio hayakumfanya Mpanzu a shoot off target, hayo majaribio hayakumfanya Neo Maema a shoot off target. Kocha yeye kazi yake ni kuandaa